Bana, mambo vipi mtazamaji wa Bigane TV? Karibu sana tuzungumzie habari za michezo. Ikiwa leo ni tarehe 13 ya mwezi Aprili, siku tukufu ama ni siku njema kabisa, ikiwa ni weekend. Leo tuko hapa nje ya dimba la KMC Complex. Tunasubiria mchezo kati ya Simba Sports Club dhidi ya Mbeya City. Mchezo ambao utapigwa hapa kuanzia majira ya saa 10 kamili kwa saa za Afrika Mashariki. Ni mchezo wa robo finali ya michuano ya CRDB Federation Cup. Sasa nipo hapa na wadau mbalimbali kuzungumza kuelekea mchezo huo, ni kipi ambacho wanacho, lakini pia wanatarajia mchezo kuwa namna gani. Niko na ndugu yangu James Shabaya hapa, tutauangazia mchezo huu kwa kina, kiufundi zaidi. Bwana, mambo vipi? Bwana, fresh. Uko vizuri? Sana. Mambo yanasemaje? Mungu ni mwema. Siku tulivu kabisa. Kabisa mzee wangu. Bwana, tunajiandaa kushuhudia mchezo kati ya Simba Sports Club dhidi ya Mbeya City, mchezo wa robo finali ya CRDB Federation Cup. Kwa upande wako unatarajia kuwa ni mchezo wa aina gani hii leo? Of course mchezo utakuwa mgumu kwa sababu ya aina ya timu ambazo zinakutana. Unajua Simba wametoka kucheza Confederation Cup, mchezo mgumu kabisa, wametumia nguvu kubwa wachezaji, benchi la ufundi pamoja na viongozi. Lakini pia Mbeya City wao wana run nzuri sana kwenye ligi ya championship kule. Wako nafasi ya pili kwa alama zao 50 plus 53 sasa hivi. 56 yes. Kwa hiyo wako nyuma ya Mtibwa Sugar ambao pia nao wanafanya vizuri sana. Kwa hiyo mechi itakuwa ngumu. Kumbuka pia Mbeya City wametoka kumtoa Azam FC kwenye changamoto ya mikwaju ya penalty kwenye hatua ya 16 bora. Azam ambaye alikuwa msimu jana alikuwa mshindi wa pili, tunasema run up kwenye kombe la shirikisho hilo kwa maana FA, mbele nyuma ya Young Africans. Kwa hiyo ukiangalia maana yake wametoa timu ngumu ambayo pia ilimfunga Yanga kwenye mchezo wa kwanza wa ligi kuu Tanzania bara. Azam FC goli 1-0 kwa ambao ilifungwa na Jibril Sila. Kwa hiyo wametoa timu ngumu. Wanaenda kuiendea timu ngumu ya Simba ambayo imekuwa na muendelezo mzuri, ambayo haijapoteza mchezo wote kwenye kombe la shirikisho mpaka sasa hivi kwa maana ya FA. So kwangu mimi natarajia kuona mechi ngumu kwa maana pande zote mbili, kwa maana Mbeya City wao watakuja kuhakikisha kwamba wanapata matokeo, lakini pia Simba nao pia watakuja kuhakikisha kwamba wanapata matokeo. Lakini kikubwa zaidi mimi nakiona bado kitarelai kwa upande wa Simba, licha ya kwamba Mbeya City wana muendelezo mzuri sana kwenye ligi yao, lakini pia wana muendelezo mzuri kwenye kombe la CRDB Federation Cup Tanzania. Kwa hiyo natarajia kuona mechi ngumu na nzuri pia kuweza kuitazama. Bwana, Mbeya City wanaingia wakiwa na wachezaji kadhaa ambao ni wazoefu na ni wakongwe pia, tunaweza tukasema hivyo. Tunamzungumzia Captain Eliud Mbokile, lakini pia kuna wachezaji kama kina Rifat Hamisi ambaye alikuwa Mtibwa Sugar. Pengine kuwa na wachezaji hawa wazoefu inaweza kuwa ni faida kwa upande wao kucheza dhidi ya Simba hii leo. Faida ni kubwa na ndio maana hata timu inavyokuwa inapanda daraja kwa maana kutoka championship kuja ligi kuu, baadhi timu nyingi fuatilia vizuri. Wao wanafanya reshuffle kikosi kwa maana wanatoa wachezaji 10, 5, 7, inategemea na mahitaji ya kikosi chao na uwezo pia wa kifedha. Lengo ni kwamba kutafuta wachezaji wenye uzoefu walio kutoka kwenye timu zingine zinazoshiriki ligi kuu Tanzania bara, especially pia zile ambazo zimeshuka daraja. Wanachukua ambao zile cream nzuri na wanakuja kuunganisha nguvu. Lengo kwamba uunganishe wachezaji wachanga na wale ambao wana uzoefu kwenye ligi kuu ya Tanzania bara. Lengo ni kwamba wakiwa na energy pamoja, maana yake wanajikuta wanatengeneza combination nzuri ambayo itawafanya wafanye vizuri. Umeelewa? Kwa hiyo uwepo Eliud Mbokile ambaye pia ndio captain wa timu ya Mbeya City, naamini atawasaidia na amekuwa akiwasaidia kwenye michezo mingi, lakini kwenye mchezo huu pia atawasaidia kwa kiwango kikubwa kwa sababu kwanza ana uzoefu wa ligi yetu ya Tanzania, lakini pia ana exposure na experience ya kucheza mataifa ya nje. Amecheza Kongo. Yes. Kucheza kwa maana kule Kongo kwa maana ligi ya Kongo na TP Mazembe. TP Mazembe ni timu kubwa, hamna timu yenye ukubwa kama TP Mazembe hapa Tanzania. Lakini yeye kaweza kucheza hapa licha kwamba kufanya vizuri. Lakini kuwa kwenye kikosi tu bado unaonekana una performance nzuri na una uwezo mkubwa, ndio maana umeweza kusajiliwa. So naamini atawasaidia ile motivation kuzungumza na wachezaji wachanga, bwana hii kuwatoa pressure, hii mechi ni kubwa lakini hebu tukacheze mpira. Kwa hiyo mimi naamini atawasaidia sana Eliud Mbokile, na kama ukimsikiliza ukichanganya na kocha wao kwa maana kocha alikuwa ni kocha wameondoka na kocha wa timu yao kwa maana Salma Yanga ameenda JKT, na kuna kocha mwingine ambaye anaweza kumbring kwenye kikosi sasa hivi. So naamini atakuwepo Eliud Mbokile na wachezaji wengine ambao wana uzoefu kidogo. Ukiunganisha energy na wachezaji wapya, technical bench, kuna kitu anaanza kipata, licha kwamba sitazamii Mbeya City kupata ushindi kwenye mechi ya leo.
Pengine tunaweza tukaona Simba wakafanya mabadiliko ya kikosi kwa sababu wana mechi kubwa dhidi ya Stellenbosch katika nusu finali ya kombe la shirikisho barani Afrika. Tunaweza tukatarajia pia Simba wakafanya mabadiliko ya kikosi hii leo. Mabadiliko makubwa. Mabadiliko makubwa nayaona. Unajua mabadiliko makubwa mara nyingi mimi huwa napima kuanzia kwenye 51% kwenda juu, kwa sababu tunaangalia ile mwalimu akifanya mabadiliko nusu ya kikosi, maana yake ni mabadiliko makubwa. Kwa mfano akiingiza wachezaji 6 kwenye kikosi cha kwanza cha leo dhidi ya Mbeya City, maana yake ni mabadiliko makubwa ukikompea na mechi ya kwanza. Kikosi cha Simba kimekuwa ameshakipata, kimekuwa ni kile kile, wachezaji pengine wanaobadilika ni washambuliaji tu. Mkwala pamoja na Ateba ndio wanaobadilishana. Ataanza huyu mechi inayokuja, labda ataanza huyu, kwa sababu ni eneo ambalo bado lina changamoto kwa namna fulani. Lakini baada ya mechi kubwa ambayo umetumia nguvu kubwa Simba, natarajia kuona mabadiliko yanatokea kwa kiwango kikubwa. Kwa maana sitarajii kumuona kama Rabgolini. Na kama kwa taarifa ambazo niko nazo ni kwamba jana kwanza kufanya mazoezi ya mwisho, kwa maana yake obvious kwenye mchezo wala tokuepo. Sitarajii kumuona Shomari Kapombe, sitarajii kumuona Zimbwe, sitarajii kumuona labda tuseme Kagoma, sitarajii kumuona Ngoma na Ahua lakini Mpanzu. Wale tusema ni regular starter players. So kwangu mimi nafikiri mabadiliko makubwa yatatokea. Lengo pia ni kusave energy kuelekea mchezo unaofuata wa tarehe 20 dhidi ya Stellenbosch hapa nchini Afrika Kusini. Kwa mabadiliko naamini yatakuwa makubwa, lakini pia wachezaji ambao watachukua nafasi zile za wachezaji wale ambao watakaa benchi na wale ambao hawatahusika kabisa kwenye mchezo wapo, licha kwamba wanatofautiana uwezo, lakini not much. Yani sio kwa kiwango kile. Kwa mfano nafasi ya Ngoma kaanza Mavambo chezi kwa muda ndio apate na game time ya kutosha, lakini hakuna ule tofauti sana kwamba eti kuna huge gap kwa hapana. Lakini pia kwenye eneo la kiungo mshambuliaji, kwa mfano akipumzika huwa akiingia Wesu, kwangu mimi naona bado sio gap kubwa sana la kutisha. Mechi iliyopita kwanza Ateba akianza kwenye mechi ya leo hakuna, and there's no striking difference kati ya Ateba na Mkwala, licha kwamba wanatofautiana kwenye character ya uchezaji pamoja na tabia zile. Sasa bwana, kwenye mchezo huu unawaambia nini mashabiki ambao wamekuwa wakizisupport timu zao? Na mchezo huu leo ni weekend, lakini mpaka hivi sasa tunaona bado nyomi sio kubwa sana kama ambavyo wengi walitarajia. Ngoja nikwambie kitu kimoja ndugu yangu wa Bigane TV. Yaani mashabiki wa Tanzania kipato ni kidogo. Jaribu kufuatilia vizuri. Hizi mechi kubwa wanajitokeza kwa wingi kwa sababu ni mechi ambao wanakuwa ratiba nao kwa muda mrefu. Kwanza wanajiandaa kwa muda, kama anafanya biashara atafanya biashara, atajiwekeza, atajitafuta kwa ajili ya mechi husika. Hizi mechi za kawaida hizi asilimia kubwa ni mashabiki, taarifa wanazo, lakini ni ile kunaendelea kutumia nguvu kwenye mechi kubwa. Mechi kama hii kwangu mimi nafikiri sitarajii kumuona shabiki anatoka Iringa. Sitarajii kumuona shabiki anatoka Songea, Mwanza, wapi. Sitarajii. Maana yake ni mashabiki wa hapa Dar es Salaam. Na kuna mashabiki wako hapa Mwenge, lakini sitarajii kuwaona uwanjani. Yaani kiingilio au nini? Kiingilio pia, kwa sababu kipato, asilimia kubwa ya shabiki wa Tanzania, asilimia kubwa kipato kinakuwa kiko chini kidogo. Kwa hiyo mtu kutoa 10,000, 20,000 kwenye mechi moja, afu nyumbani unakuta mambo hajakaa sawa, kwa namna fulani inaweza kanani. Kwa hiyo kwenye mchezo wa leo natarajia niwaambie tu mashabiki kwamba wapende kusupport timu zao. Licha kwamba wakati mwingine kwenye engo ya kiuchumi nashindwa kuwaambia, kwa sababu asilimia kubwa maisha yetu ya Tanzania tunafahamu vizuri. Umeelewa? Asilimia kubwa wa Tanzania wanaishi chini ya $2. Na maanisha $2 maana yake unazungumzia 5,000 na kitu kwa siku. Wa Tanzania asilimia zaidi ya 50 wanaishi chini ya $2, kwa kiasi kiwango ambacho kwangu mimi nafikiri kinapelekea mashabiki wengi kutohudhuria viwanjani kwa asilimia kubwa sana. Hata zile mechi kubwa wanaenda kwa wingi, lakini sio kwa kiwango cha kujaza uwanja muda mrefu sana. Bana, huyo ni James Shabaya, nilikuwa nikizungumza naye kuhusiana na mchezo huu kati ya Simba dhidi ya Mbeya City. Tuambie mtazamaji wetu, wewe huko uliko unatarajia mchezo utakuwa wa aina gani, lakini pia unampa nani nafasi ya kuweza kufanya vizuri katika mchezo huu ambao ni mchezo wa mtoano? Atakayefungwa basi anaondoka, lakini pia kwa yule ambaye atashinda ataweza kufuzu hatua ya nusu finali. Hii ni Bigane TV, asante sana.